Ni saa 10 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawia na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, karibu katika makala ya Duru Zetu Alasiri, makala inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni. Mimi Laurent Gervas, na tulionayo katika makala ya Duru Zetu Alasiri. Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya mabadiliko muhimu ya katiba yake ya Januari 1977 ili kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Ziwa Magharibi yasema itaendelea kuchukua hatua za kuteketeza dawa hatarishi kwa binadamu. Na Japani yaihakikishia Tanzania kwamba itaendelea kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Tuandikie maoni yako kuhusiana na taarifa hii kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya mabadiliko muhimu ya katiba yake ya Januari 1977 kwa lengo la kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia na mahitaji ya sasa ya uendeshaji wa chama. Mabadiliko hayo yamepitishwa rasmi leo katika mkutano mkuu maalum wa CCM uliofanyika jijini Dodoma, yakilenga kuboresha mifumo ya utendaji na usimamizi wa rasilimali za chama. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni kuingizwa rasmi kwa utaratibu wa mikutano ya mtandao kwa maana ya e-meeting katika katiba ya chama kwa ngazi zote kuanzia wilaya hadi mkutano mkuu wa taifa. Lengo kuu ni kurahisisha utendaji, kuongeza ufanisi na kupunguza gharama, hususan katika nyakati za dharura. Akizungumza katika mkutano huo, mwenyekiti wa CCM Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa chama kimeamua kuendana na kasi ya dunia ya kidigitali ili kuboresha mifumo ya mawasiliano na uendeshaji wa shughuli zake. Serikali imethibitisha uwepo kwa upungufu wa walimu mkubwa. Serikali imethibitisha kuwepo kwa upungufu mkubwa wa walimu wa masomo ya sayansi na hisabati katika shule za msingi na sekondari nchini, hali inayohatarisha maendeleo ya kitaaluma ya wanafunzi katika maeneo mengi. Akijibu swali la mbunge wa viti maalum Shari Raymond leo bungeni jijini Dodoma, naibu waziri wa ofisi ya Rais TAMISEMI Zainabu Katimba amesema mahitaji ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati ni 47,354, waliopo ni 30,042, hivyo kuna upungufu wa walimu 17,312. Kwa upande wa shule za msingi, Katimba amesema mahitaji ya walimu ni 298,687, huku waliopo wakiwa ni 173,861, hivyo kuwepo kwa upungufu wa walimu 124,826. Serikali inafahamu kwamba kuna uhitaji wa kuendelea kupata walimu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi wetu, na matokeo haya yote yanatokana na sababu ya msingi kabisa ya hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ya kutoa elimu bila malipo, na udahili wa wanafunzi umeongezeka maradufu na umetengeneza mazingira ambayo tunahitaji kupata walimu zaidi kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi wetu. Serikali inaendelea kuajiri walimu wote, lakini pia kwa kuzingatia uhitaji wa walimu wa masomo ya sayansi. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Ziwa Magharibi imesema itaendelea kuchukua hatua za kuteketeza dawa ambazo zinaonekana kuwa hatarishi kwa afya za binadamu. Meneja wa TMDA kanda ya Ziwa Magharibi Bwana Edgar Mahundi amesema hayo katika kikao kazi kinachowakutanisha waganga wafawidhi, watendaji wa afya pamoja na watumishi wa kada ya afya kutoka halmashauri zote za mkoa wa Geita.
Bwana Mahundi amesema TMDA kwa kushirikiana na wakaguzi wa halmashauri ilifanya kaguzi katika halmashauri zote za mkoa huo na kuridhika na hali ya ubora na usalama wa dawa, vifaa tiba na vitenganishi. Katika mwaka huu wa fedha mpaka kufikia tarehe 30 Aprili, TMDA iliteketeza dawa zenye uzito wa tani 3.8 zenye thamani ya shilingi za Kitanzania milioni 23.41 na vifaa tiba vyenye uzito wa kilo 450 na thamani ya jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 12.8. Baadhi ya dawa na vifaa tiba vinavyokutwa wakati wa ukaguzi ni pamoja na zile zisizosajiliwa na TMDA, bidhaa duni, bidhaa za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika kikao hicho ambacho kimefanyika Bomba Mbili mjini Geita, amewaagiza watumishi wa afya kuwa na utaratibu wa kujiridhisha na uwepo wa maduka ya dawa na uhalali wake. Usajili maduka ya madawa kwenye maeneo yetu, twendeni tukajiridhishe pasipo shaka. Wingi wa maduka ya dawa yanayoongezeka kwenye maeneo yetu, maduka yote yamepata usajili, yanatambuliwa na TMDA. Dawa zilizopo kwenye maduka hayo zimekaguliwa ubora wake, tarehe yake ya kuisha matumizi. Mahakama Kuu ya Tanzania imefuta maamuzi ya kumfuta wanachama na kumuondoa James Mbatia katika nafasi ya wenyekiti wa taifa wa chama cha NCCR Mageuzi, ikisema maamuzi hayo yalikuwa batili kisheria. Uamuzi huo umetolewa jana Mei 28 na Jaji Abdi Kagomba wa Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Dodoma, wakati akitoa uamuzi katika maombi ya mapitio ya mahakama ya aliyoyafungua dhidi ya bodi ya wadhamini ya chama hicho. Katika uamuzi wake huo, Jaji Kagomba amesema uamuzi wowote ambao hauzingatii haki ya asili unapaswa kufutwa. Hivyo mahakama inafuta uamuzi wa kumfuta wanachama na kumvua uongozi Mbatia uliofikiwa Septemba 24 mwaka 2022. Mahakama imetoa uamuzi huo wakati tayari Machi mwaka huu chama hicho kikiwa kimechagua viongozi wapya na msajili wa vyama vya siasa kubariki safu mpya, ambapo Haji Kasim alichaguliwa kurithi mikoba ya Mbatia. Na sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Japani imeihakikishia serikali ya Tanzania kuwa itaendelea kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Waziri Mkuu wa Japani Ishiba Shigeru ameeleza hayo wakati wa mazungumzo kati yake na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa yaliyofanyika leo katika ofisi ya Waziri Mkuu wa Japani jijini Tokyo. Aidha, Shigeru ameahidi kuhakikisha kampuni mbalimbali za Japani zinaendelea kufanya kazi na Tanzania ili kuendeleza masuala ya kijamii na teknolojia, kwani wanatambua idadi ya watu wa Tanzania inaendelea kuongezeka. Naye Waziri Mkuu Majaliwa amemweleza Waziri Mkuu huyo wa Japani kuwa pamoja na miradi mingine wanayotekeleza Tanzania kupitia JICA, iangalie uwezekano wa kushirikiana na serikali ya Tanzania kuzifanyia ukarabati barabara za Morogoro Dodoma na barabara ya Kibiti Lindi iliyoharibika kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini. Waziri Mkuu wa Japani, baada ya kupata maelezo hayo, ameuelekeza uongozi wa JICA pamoja na balozi wa Japani nchini Tanzania Youichi Mikami kwenda kutembelea barabara hizo na kuzifanyia tathmini ya uharibifu na kisha kuwasilisha taarifa ili serikali ya Japani ione namna inavyoweza kushirikiana na Tanzania katika utekelezaji wake. Na kiongozi wa upinzani nchini Misri Ahmed Ali Tantawi ameachiwa huru baada ya kufungwa jela kwa mwaka mmoja kwa makosa ya kukiuka sheria za uchaguzi. Taarifa za kuachiwa huru Ali Tantawi zimetolewa na wakili wake Harid Ali katika mtandao wake wa X. Ali Tantawi alipatikana na hatia na kuhukumiwa Februari mwaka 2024 pamoja na wasaidizi wake 22 akiwemo msimamizi wa kampeni zake kwa mashtaka ya kusambaza fomu zisizoruhusiwa na kuidhinisha kugombea kwake. Aliondolewa katika kinyang'anyiro cha kuwania urais wakati huo baada ya kushindwa kupata uungwaji mkono wa wengi ili kugombea baada ya kuonekana kuwa mpinzani mkuu wa kipekee wa rais wa sasa
wa Misri Abdel Fattah al-Sisi katika uchaguzi uliofanyika mwaka 2023. Rais Abdel Fattah al-Sisi aliingia madarakani mwaka 2014, mwaka mmoja baada ya jeshi lililoongozwa na al-Sisi mwenyewe kumwondoa madarakani rais aliyechaguliwa kwa njia ya kidemokrasia Mohamed Morsi. Wazua. Msikilizaji, mara zote akili iliyotulia humpatia mtu mdomo mdogo na ulimi wenye hekima kubwa. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unasikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri. Habari kuu leo hii. Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya mabadiliko muhimu ya katiba yake ya Januari 1977 ili kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Ziwa Magharibi yasema itaendelea kuchukua hatua za kuteketeza dawa hatarishi kwa binadamu. Na Japani yaihakikishia Tanzania kwamba itaendelea kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM ikikutangazia kutoka Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kipindi hewani ni makala ya Duru Zetu Alasiri. Unaweza kuendelea kututumia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifuata taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi CCM unaendelea katika ukumbi wa Jakaya Kikwete jijini Dodoma, ambapo ajenda kuu katika mkutano huo ni kupitisha ilani ya uchaguzi ambayo kama chama hicho kitashinda itakuwa ni mwongozo wa utendaji wa serikali. Aidha, mambo mengine ambayo yatazingatiwa ni kumpata katibu mkuu mwingine kufuatia kuchukua nafasi ya Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ameteuliwa kuwa mgombea mwenza wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitisha marekebisho ya katiba yanayoweka ukomo wa muda wa uongozi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Marcel Kichumisa amezungumza na Radio Kwizera kuangazia yanayotarajiwa kuwepo katika ilani hiyo. Kwanza ni matumizi labda ya rasilimali za nchi, kuona kwamba ni jinsi gani zinanufaisha Watanzania wote kwa pamoja. Nadhani hilo linahitaji kuangaliwa kwa undani zaidi, na ilani ya Chama cha Mapinduzi nafikiri ijitahidi kueleza ni jinsi gani hizi rasilimali zitaweza kuwanufaisha Watanzania. Kuna ishu ya vijana. Unafikiri vijana katika ilani ya uchaguzi ya CCM, mambo gani ambayo ungependa kuzingatiwa? Asante. Kwanza vijana pia wanatakiwa wawe wazalendo. Uzalendo nadhani ni kitu cha msingi ambacho wakati mwingine kinaonekana kama hakitiliwi maanani sana, lakini ukizingatia kwamba vijana ndio wanalelewa kuwa viongozi wa taifa, ingawa wanasema sio kesho, ni kuanzia sasa, lakini wawe wazalendo. Katika mkutano huu, miongoni mwa vitu ambavyo vitakwenda kuwekewa mkazo pia ni kuhusiana na kumpata katibu mkuu mpya wa Chama cha Mapinduzi, kwani aliyepo ameteuliwa kushika nafasi ya mgombea mwenza. Atakuwa mgombea mwenza, na kama CCM ikipata ushindi basi atakuwa makamu wa rais.
Kwa hiyo nafasi ya katibu mkuu imebaki wazi. Tunategemea katibu mkuu wa sasa ambaye anatarajiwa kuja awe na sifa zipi au azingatie mambo gani ya muhimu wakati wa utekelezaji wa majukumu yake? Kwa huyo ambaye ameteuliwa kumgombea mwenza, nafikiri atakayekuja angefuata nyayo za huyu katibu mkuu ambaye atashika nafasi nyingine, angefuata nyayo zake. Kwa mtazamo wangu, huyu katibu alikuwa ni mtu ambaye anajaribu kuangalia kwa uwiano sawia na kuweka mambo sawa. Hakuwa na jazba, haonyeshi kuwa na jazba. Masuala ambayo anayashughulikia kwa utulivu na kwa umakini, na kwa mtazamo wangu anachukua mawazo ya walio wengi, anasikiliza, awe msikivu, asikie wengine wanasemaje. Jambo lingine ambalo wanakwenda kuliangazia ni kuhusiana na kupitisha mabadiliko ya katiba, ambapo sasa wanaogombea nafasi za wakilishi za uongozi kupitia Chama cha Mapinduzi sasa watakuwa na vikomo. Hatua hii kwako unaichukuliaje? Hiyo sioni shida, lakini pia kuwe na namna ya kutathmini baada ya kipindi cha kwanza, miaka 5 ya kwanza, kuwe na tathmini ambayo ni ya undani, ambayo itaona kwamba si tu kwamba kwa sababu kipindi cha kwanza kimeisha na anastahili kuendelea, anaruhusiwa kuendelea bila kuangalia ule utendaji wa kiongozi husika umekuwaje. Nafikiri kuwe na nafasi ya kufanya tathmini, waweze kuona kwamba hii miaka 5 imekuwa ni ya manufaa. Kwa hiyo ili kuendeleza hayo manufaa, basi aendelee, au kama hakuna manufaa basi atafutwe labda hata mtu mwingine au ufanyike uchaguzi mwingine kulingana na tathmini itakavyokuwa imefanyika. Naam, ni mwenzangu huyo Peter Lusaya akikamilisha mahojiano hayo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Marcel Kichumisa. Na sasa tuangazie taarifa nyingine, msikilizaji. Mwandishi nguli wa fasihi Afrika Ngugi wa Thiong'o ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 87 alikuwa kinara wa fasihi ya kisasa ya Afrika na msuluhishaji hadithi ambaye pia alikataa kuzuiwa na jela, lakini pia uhamishoni pamoja na ugonjwa. Kazi yake ilichukua takribani miongo 6, hasa akiandika kuhusu mabadiliko ya nchi yake ya Kenya ikiwa chini ya ukoloni hadi ilipopata demokrasia. Ngugi alipendekezwa kushinda tuzo ya Nobel ya fasihi mara nyingi, lakini alishindwa, na hivyo kwa upande mwingine bado anaendelea kutambulika kama nguli wa fasihi duniani kote. Atakumbukwa tu sio kama mwandishi anayestahili tuzo hiyo ya Nobel, lakini pia kama mtetezi kamili wa fasihi iliyoandikwa kwa lugha asili za Kiafrika. Mwaka 1938 katika eneo la Limuru nchini Kenya alizaliwa mtoto. Mtoto huyu alipewa jina na wazazi wake la Ngugi wa Thiong'o. Akakuwa katika kimo na hekima, akaongeza maarifa baada ya kwenda shule na kufanikiwa pia kuwa msomi mkubwa baada ya kupita pia katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Ngugi wa Thiong'o ni mmoja wa waandishi mashuhuri barani Afrika ambaye kazi zake za fasihi zimekuwa zenye ushawishi mkubwa katika historia ya Afrika ya kisasa. When African people were taken as slaves to America, wakati watu wa Kiafrika walichukuliwa kama watumwa Amerika katika shamba la watumwa, jambo la kwanza lililowapata, walinyang'anywa majina yao. Ilibidi wapate majina ya watakatifu wao. Sasa mtazamo huo uliletwa barani Afrika wakati wa ukoloni. Was brought into Africa in a colonial era. Anafahamika sana kwa kazi zake zilizoangazia ukoloni, ukombozi na utambulisho wa Kiafrika na nafasi ya lugha katika ukombozi wa bara. Mchango wa Ngugi wa Thiong'o katika fasihi ya Afrika umekuwa mkubwa mno, ambapo katika mambo mengi aliyoyakemea ni pamoja na kukemea ukoloni na athari zake, ambapo katika sehemu hiyo ametumia vitabu vya riwaya kama Weep Not Child,
mwaka 1964. Akarudia tena kuingia jikoni na kuandaa kitabu cha The River Between mwaka 1965. Akarudia tena mwaka 1967 kwa kuandika kitabu cha A Grain of Wheat. Riwaya hizi zinaangazia maisha ya Wakenya wakati wa ukoloni wa Kiingereza na harakati za uhuru. Anaeleza mateso ya raia wa kawaida na mapambano dhidi ya dhuluma za kikoloni. Once you are in the first few pages of a narrative, ukiwa katika kurasa chache za kwanza za uandishi wa simulizi, kwa uwazi kabisa masimulizi huchukua nafasi na kuna aina ya mantiki ambayo huenda ndani yake. Ndani ya kurasa za kwanza za uandishi unafikiri wewe ndio unaidhibiti, lakini inakuja wakati ambapo masimulizi na wahusika huchukua nafasi. Kwa hivyo unafuata mantiki hiyo, na hata ukijaribu kufanya kitu kingine wanakataa, wanasema hapana, hapana. they say no, no, no. Katika kukuza utaifa wa Afrika na ukombozi, riwaya yake ya Petals of Blood ya mwaka 1977 ni mfano wa jinsi anavyopinga siasa za Afrika baada ya uhuru zilizowatenga wananchi wa kawaida na kuendeleza ukandamizaji kwa jina la maendeleo. Anaibua hoja za ukombozi wa kweli wa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ngugi alipinga mtazamo wa kuandika kazi za Kiafrika kwa lugha ya wakoloni, akiwa mmoja wa waandishi wa mwanzo barani Afrika kuandika kwa lugha ya asili ya Kiafrika, yani Kikuyu. Alianzisha harakati ya kurejesha utambulisho wa Mwafrika kupitia lugha. Kazi yake mashuhuri ya Shaitani Mutharafaine, akiwa na maana ya Devil on the Cross, iliandikwa kwa Kikuyu kabla ya kutafsiriwa Kiingereza. Amefanya kazi kubwa ambazo zimechangia katika tamthilia za kisiasa na kijamii. Ngugi aliandika pia tamthilia kama The Trial of Dedan Kimathi pamoja na Gaika Deda, akiwa na maana ya I Will Marry When I Want, kazi iliyopingwa na serikali ya Kenya kwa sababu ya ujumbe wake wa kupinga ukandamizaji na unyonyaji. Tamthilia hizi zilitumika kama chombo cha kuhamasisha wananchi vijijini kuhusu haki zao, kuhakikisha zinalindwa kwa ushirikiano na wakulima na wafanyakazi. Baraka John Chambala ni msomaji wa vitabu mbalimbali hapa nchini Tanzania, ikiwemo vitabu vya Ngugi wa Thiong'o. Anamuelezea Ngugi kama shujaa wa fasihi katika Afrika aliyebadili fikra za watu wengi kimtazamo na kimatendo kupitia kazi zake. Kwa hiyo alikuwa mtetezi mkubwa sana, hata interview zake nyingi amekuwa akiojiwa, amekuwa akitetea sana matumizi ya lugha za asili. Kama tuzo zinatolewa, waangalie maudhui, wasiangalie lugha kama kigezo mojawapo cha kumfanya mtu aonekane ameandika riwaya nzuri. Kwa hiyo atakumbuka kwa mambo mengi sana. Hao wakina Ngugi wa Thiong'o na waandishi wengine wa Afrika, naweza nikasema ni kwamba wana kizazi chao wanaisha, wanaondoka kizazi chao, lakini nadhani sioni watu ambao wanaweza wakawa bora sana kuliko zidi wao kwenye masuala ya uandishi. Sioni watu ambao ni bora zao, ambao ni bora zaidi kuliko hawa wakina Ngugi wa Thiong'o. Hiki kizazi kipya hakifanyi vizuri kulingana na wao. Kwa hiyo naweza kusema akili ya zamani ambayo ilikuwa nasema ile genius mind, yani watu ambao ni magenius, wanaanza kuondoka na wanaacha challenge kubwa ambayo wa kizazi cha sasa kinashindwa kuweza kuvunja rekodi zao au kuweza kukosoa kile walichofanya wao au kufanya bora kuliko wao. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa, dunia lazima imeshtuka kuondoka kwa Ngugi wa Thiong'o. Ngugi amekuwa na msimamo kuwa fasihi si burudani tu, bali ni silaha ya ukombozi. Kwa kuandika na kuzungumza kuhusu matatizo ya Afrika kwa ujasiri wa hali ya juu, alikamatwa na kufungwa mwaka 1977, lakini hakuyumba kwenye imani yake kuwa Afrika inahitaji kujikomboa kiakili na kiutamaduni. Ngugi wa Thiong'o ametumia fasihi kama daraja la kuunganisha historia ya Afrika, kupinga ukoloni na ukoloni mamboleo, na kuhimiza matumizi ya lugha za Kiafrika kama njia ya ukombozi wa kiakili. Kazi zake zimekuwa dira kwa waandishi wengi wa Afrika na zinaendelea kuhamasisha kizazi kipya cha wasomi, wanaharakati na wapigania haki. Leo hii vitabu vyake vinasomwa ndani ya bara zima la Afrika na nje ya Afrika. Hakika Ngugi wa Thiong'o ni mwamba wa fasihi ndani ya Afrika. Ngugi wa Thiong'o amefariki jana Mei 28 ya mwaka 2025.
Naam, ni taarifa hiyo kuhusiana na nguli wa fasihi kutoka pale nchini Kenya, Ngugi wa Thiong'o. Na sasa ni wasaa wa duru uchumi na biashara. Na sasa ni wasaa wa duru uchumi na biashara na tupo na Amina Semagogwa. Amina, karibu sana. Asante sana Laurent Gelvas pamoja na msikilizaji, na leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita imebaini dosari kwenye upande wa matumizi ya fedha katika miradi miwili yenye thamani ya shilingi milioni 917.72. Miradi hiyo ni miongoni mwa miradi 29 maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 9.5 iliyochunguzwa na kufanyiwa ufuatiliaji na TAKUKURU mkoani humo kwa kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu. Naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita Lexi Mpemba amebainisha hayo mbele ya waandishi wa habari hii leo alipowasilisha taarifa ya utendaji wa TAKUKURU kwa kipindi cha miezi mitatu iliyopita. Na kwingineko ni kwamba jumla ya wananchi 400 watahusishwa katika mradi wa Raia Makini Project unaohusu kuwajengea uwezo wa usimamizi bora wa fedha za umma kwa kuwashirikisha kupata taarifa na uelewa mpya wa masuala ya uwajibikaji. Mradi huo wa miezi 30 utakaogharimu shilingi bilioni 3.3 utaendeshwa na taasisi ya Wajibu Institute of Public Accountability na Policy Forum. Unalenga kumfanya mwananchi kujielewa, kushiriki, kufuatilia, kuwajibika na kuchukua hatua. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Shukrani sana, bila shaka na utakuwa miongoni mwa wanaofuatilia pamoja na kuwajibika. Na mnufaika pia. Asante. Na sasa nipitie maoni yako msikilizaji uliotutumia hapa. Anasema naitwa Kamilioni Ntiboye, anasema natokea maeneo ya Geita, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Huyo nguli wa fasihi, Mungu amlaze mahali pema peponi. Anamaliza kwa kusema amen. Anasema anaitwa Innocent Paul wa Kanyinyangara, Kagera, Tanzania. Anasema asante sana Radio Kwizera FM. Ni tazame ujumbe wake. Anasema anaitwa Prosper Makoye Ngihinda, anasema yuko maeneo ya Nemba Biharamulo. Anasema mwaka anasema Mungu ampumzishe milele, japo ujumbe wake alivyoandika sawa. Shukrani sana. Ayubu Faustini Dogo Kichuya wa Biturana Kibondo, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Nikamilishe na maoni yake. Anasema anaitwa Daudi Masuhuko, anasema anatokea maeneo ya Kasulo Ngara, anasema tuko pamoja sana. Na kwa ujumbe huo nakamilisha makala haya ya duru zetu la siri. Habari kuu leo hii: Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya mabadiliko muhimu ya katiba yake Januari mwaka 1977 ili kuendana na kasi ya maendeleo ya teknolojia. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Ziwa Magharibi yasema itaendelea kuchukua hatua za kuteketeza dawa hatarishi kwa binadamu. Na Japani yahakikishia Tanzania kwamba itaendelea kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Mwisho wa makala haya ya duru zetu la siri, kwa niaba ya wote waliosikika niseme asante kwa kuwa nasi, nikutakie alasiri njema. Habari njema kwa wakazi wote wa mkoa wa Kagera.